Mambo ya kiroho ni magumu sana na inatakiwa kufundishwa wale watu wanaelewa. Lakini watu ambao hawawezi kuelewa mtakosana na wao vibaya sana. Hata ukijaribu kuwaambia hawawezi wakajua. Reverend Kahiga, ninajua ulikuwa unafundisha watu ambaye wanakuelewa. Lakini vile makosa ulifanya ni kuiashiria iingie kwa watu wengine hawakuelewi. Hiyo ndio makosa ulifanya. Lakini kama ungeendelea kufundisha watu wako, hiyo hakuna shida. Ni kwa sababu wanakuelewa na pengine umeshawahi waambia wafanye kitu na wakafanya na wakapata kitu positive. Kile ulifanya ni kutuma hiyo vitu kwa mitandao na watu wa mitandao wakaichukua wakaanza kurushia wewe mawe. Kwa hivyo wakati mwingine, wakati unaongea mambo ya kisiri kama vile Yesu Kristo alikuwa anaongea na wanafunzi wake, usiitume kwa mitandao. Ni kwa sababu ni lazima urushiwe mawe, ni kwa sababu usitarajie hawa watu waelewe. Yaani mtu ako na madeni alafu unamwambia atafute 10% ya hiyo madeni alete kanisani na hiyo shida itaisha. Lakini mtu ako ndani ya roho, hiyo kitu anaelewa vizuri sana. Kama mimi ninaielewa, lakini hao wengine unatarajia waelewe namna gani? Mtumishi, hao watu wataelewa namna gani? Kwa hivyo, wewe vumilia wakirushia wewe mawe, lakini ujue message ilifikia wale walikuwa wanatakiwa iwafikie. Kwa hivyo siku ingine mambo kama hayo, hebu ikuwe kwa siri, hebu ikuwe kwa huo boardroom, hebu ikuwe kwa hiyo kanisa yako, lakini huko kwa mitandao utakutana na wajamaa na watakupeleka vilivyo. Ni kwa sababu hawaelewi, ni kitu kiko ndani sana. Yaani waambie mtu ati atoe 10% ya yale madeni yako naye, hawawezi wakaelewa. Lakini kuna watu wanaelewa ni nini unasema. Ni kwa sababu roho wa madeni ni roho mbaya sana, ni roho mbaya wa shetani na huwa unafuga watu wengi sana. Kwa hivyo kile ulikuwa unafanya ni kusaidia watu wako watoke kwa hiyo shimo la madeni na wapate kuendelea. Lakini sasa ona kile kimekupata, ona vile umeinukiwa, ona vile umerushiwa mawe. Shida ni kwa sababu ilikuja kwa sisi na sisi hatukuwa tusikie. Ilikuwa yako, ilikuwa ya huko boardroom. Wajua kuna mtumishi wa Mungu ni daktari. Vile daktari anachukua mtu kwa theater, hawezi akachukua mapisha aitume kwa mitandao akishija mtu. Utasikia watu wakipiga kelele, ni kwa sababu hawajawahi ona kitu kama hicho. Au ni kama vile mtu anaenda hospitali na ni mgonjwa, anaambiwa atapewa dawa ikiwa ako na malaria, atapewa dawa kali na ni lazima avumilie hata ikiwa sugu, ni kwa sababu mwishowe hayo malaria itaisha. Sasa mtu amezoea kukula vitu sukari, alafu unamletea kwa mitandao, ni lazima akurushie mawe. Kwa hivyo ujue hawa watu wanakurushia mawe ni vile hawaelewi na hakuna wakati wataelewa. Kwa hivyo ni vizuri ujue wewe ni kama daktari, wewe ni mtu wa kushija watu kiroho, wewe ni mtu wa kupiga watu sindano za kiroho, na usiwe ukirusha kwa mitandao. Ni kwa sababu watu wataona unafanya kitu kibaya, watu wataona ni kama unataka pesa yao na pengine huna haja na hiyo pesa. Kile unataka watu wasaidike. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, ninajua unafanya kazi mzuri, lakini elewa mafahamu
mahali inafaa kufanyiwa ni huko kanisani. Hata kuna mahali unaweza wekelea mtu mikono, hiyo picha ishukuliwe, utaona kile utaona. Ni kwa sababu wewe ni daktari. Vile daktari huwa anashija watu, hata wewe utashija watu kiroho na watakuwa wakipona. Wewe endelea kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, lakini shuga watu wa mitandao watakupeleka mpaka uone wanajua bio. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu.